Naam, unatutazama wakati huu ni wakati ambapo Pekuzi inazungumza muziki, muziki na historia yake. Leo tunajikita kwenye hip hop. Hip hop ni aina ya utamaduni yenye element zinazobadilika, naweza kusema. Kuna wakati wanasema 5, kuna wakati wanasema 4, lakini muhimu ni kwamba kuna mabreka, kuna MCing, kuchana, kuna mavazi katika tasnia hii. Ipo ya ufahamu, knowledge, kujielimisha na mambo mengine. Utanikumbusha Zavara, mshiriki muhimu. DJ ndo ya mwanzo, DJ ndo ya mwanzo. Mshiriki anayezungumza hapa nimemkaribisha moja kwa moja ni Zavara. Zavara anajulikana kama MC Ramson wakati huo, lakini majina yake halisi ambayo alijulikana nao wakati wote ule kwa wale wanaofahamu kwa kumbukumbu tu ni Ramadhani Mponjeka. Karibu mjomba. Asante sana, nashukuru kwa fursa hii kutoka Pekuzi. Kwa heshima na taadhima nimefarijika kupata fursa hii ya kujumuika nanyi katika baraza hii na kuweza kuzungumza machache katika ushiriki wangu wa kwenye tamaduni hii adhimu ya hip hop ambayo kutoka tulipoanza sisi. Rekodi zinaonyesha katika miaka ya 70 ndiko katika viunga vya jiji la New York, Bronx, na kwingineko, Queens, Darajani, watu walikuwa wameshaanza kuchangamka. Miaka takriban 15 baadaye, Dar es Salaam, pwani Afrika Mashariki, watu pia mlianza kuchangamka katika kipindi kifupi tu. Wewe binafsi moja kwa moja kwa kumbukumbu zako ulianza kushika kinasa sauti lini? Asante, swali zuri, na nashukuru umetaja Bronx ambako nimejaliwa pia kwenda kufundisha darasani, na nashukuru kuwa na fursa ya kukutana na mmoja wa waasisi adhimu, Kool Herc, ambaye ndio anafahamika ndio muasisi mkuu ambaye ule DJ wake ndio umepelekea, japo kuna mjadala na mabishano sasa hivi, lakini katika darasa nilokuwa nafundisha la hip hop katika shule itwayo Bronx Collegiate, japo swali lako lilikuwa nimeanza lini kushika kinasa, mimi nimeona nianze mwisho au kati ili nirejee nyuma, kwa sababu ushiriki wangu ulikuwa si wa kushika kinasa tu. Mwanzo nimezungukwa na watu wa mabreka na marafiki ma DJ, na mimi sikuweza ku DJ upande huo, sikufanya, lakini upande wa mabreka nimegusa kidogo kiaina na kuelekea, naona kabisa sasa hivi, kwa sababu upande wa michano nimeshiriki vya kutosha, na nadhani miaka leo shiriki rasmi kushika hivi kwenye kadamnasi ya watu itakuwa kati ya 80 kati ya 5 au 6. Inaweza kuwa graduation, picnic ama harusi ya Adam nimeshika mimi kinasa, na walilazimisha, walikuwa naogopa kweli. Adam kaka yake, rafiki yake kaka Ayubu, kaka yangu, Mungu amlaze pema, Chang'ombe pale lakini kwenye madisco humo, Samurai kule, wewe unajua Temeke, tumeshika hiyo 88 moto humo, tuko tunacheza nayo. Sasa ni kitu ambacho mnakuwa naye, mna mtu anakumbuka mwaka. Kina nani wakati huo walikuwa wakifanya, unawakumbuka katika kipindi hicho mliokuwa nao na walio hai? Pengine walikuwa watu wengi, lakini kwa watu ambao kwa mjini huko, ambao ndio walikuwa baadaye wakawa ni watu wanaofahamika mpaka leo, ilikuwa tukienda madisco mle, kina Conway Francis ambaye alikuwa ni DJ Vision, sio rasmi, lakini alikuwa ni kama DJ mtembeleaji. Conway Francis alikuwa tunapishana kidogo tu, kwa hiyo yeye ana access kule na yuko kwenye kizazi chetu, akawa kama ndio anaitambulisha katika au wamiliki wa madisco wenyewe au ma DJ wale wenyeji, wanampampa nafasi, ana spin hip hop records, anatupa mistari 2-3. Kwa hiyo namkumbuka yeye vizuri. Nakumbuka Jimmy ambaye ndio pamoja yeye, Fresh XC na Young Millionaire ambaye baadaye waliunda kundi linaitwa 3 Power Crew, ndio walikuwa pamoja, lakini watu walikuwa wengi sema kweli, sababu kwenye mapicnic unakutana na watu mbalimbali. Nakumbuka baadaye alitokea jamaa mmoja alikuwa anaitwa KG, alikuja baadaye akajiunga na kundi letu, ambaye
tutafikia huko kwenye kundi langu, lakini kama solo artist ndio hiyo miaka ya 80 na kati ya 5 na 6 hapo. Na kulikuwa na mashindano yote mlikuwa mkishiriki moja kwa moja wakati ule? Sasa mashindano ndio yeye alianza mashindano. Kwanza kabla mashindano ya rap yenyewe kulikuwa mashindano ya disco pia, walikuwa wanatoa fursa watu kuingia. Kwa mfano sio Muundo Bar, kwa Temeke ile kata 14 watu walikuwa wanaingia. Ikawa kuna mashindano makubwa zaidi yalikuwa kule Kimara, ambapo kina nani wale kina Ramadhani Nyamka alikuwa anajiita Ram King. Kulikuwa na watu wengi pale, wengine baadaye wakaja wakawa na vikundi wale hardcore criminal. Nakumbuka kina Brian na kina Badi wale baadaye, lakini ila nakumbuka mmoja wao alikuwa katika yale mashindano hao, alikuwa anakuja James, jamaa mmoja hivi ambaye yuko kwenye ile kundi sasa, yuko Marekani. Hiyo sasa ilikuwa Kimara miaka ya 87 kama sikosei. Watu wanashika microphone. Watu wanashika kipaza sauti kwa wakati huo. Lakini ndio hapo ni kama ndio inaama mashindano makubwa yalikuwa mashindano ya ma DJ, baadaye kama mashindano ya dance. Sasa kila yote hayo mawili yalikuwa yakifanyika, fursa inatoka ya mtu kuja kuchana, lakini haikuwa kitu kikubwa. Unapata mmoja au wawili au kikundi, lakini sasa kuelekea 87 kwenda mbele wakawa wanajitokeza watu wengi, kama kuna kuongezeka kwa michano na rap, upande wa rap, kwa sababu DJ ni hip hop pia, mabreaker ni hip hop pia, lakini michano ilikuwa bado haina nafasi kubwa, lakini ndio wakaanza inafunguka. Wakati napata nafasi, kwa umri wenu mlikuwa wadogo, pengine mnaingia madisco yale ya mchana, hamwezi kuingia katika madisco ya usiku, mnaenda kuchana katika mapicnic. Ma DJ ambao walikuwa wanaunga mkono juhudi zenu kina nani? Wanakumbuka kabisa alikuwa kwanza. Sitaanza na walio sorry, asante. Sitaanza na waliounga mkono. Kwanza nasema MAP kwa DJ Kali, sababu Kali ndio jina ambalo halitajwi leo, lakini Kali katika hamasa za mambo yote ya disco, ya club nini, ndio mtu mahiri sana kwenye udj. Heshima yake haitoshi, itakiwa kuwe hata na sanamu pale mkwepo, badala ile sanamu waloweka ya samaki haivutii, pale ingewekwa picha ya DJ Kali. Nipata muda wa kumuona meya wa mji au nani pale, akae DJ Kali, alafu baadaye kwingine apewe Chris Fabi the Lover sehemu fulani labda Kinondoni, Jerry Koto. Hawa ni legendary DJ. Maanake kabla ya wale waliotupatia fursa, lazima legendary DJ waheshimike, sababu wao ndio walikuwa wanaturusha, tukaona wanabonga. Mbowe, Msasani, Silver Sands, YMCA. Umeona bwana? Unazungumzia kubonga, hebu fanya namna ambavyo unajua kizazi cha sasa kinaangalia. Ukizungumza kubonga na rap halisi MC ni tofauti. Toa mifano. Kabisa. Kubonga ni kama DJ anatambulisha Kali. This is DJ Kali, RSVP Dar es Salaam. Kama anataja wimbo nini. Ilikuwa yani ile ilikuwa inavutia sana watu, utasikia wanashangilia. Akinania akianza kuongea naye alikuwa anaweza yai, na unajua tena Dar es Salaam na mambo ya yai. Dar es Salaam ulikuwa na utamaduni kwa sababu ya mabaharia kuwepo Dar es Salaam, utokana na kuwepo bahari na nini, mitindo mingi ya nje inafika, mavazi hiyo, kubonga, maslangi yale, umeelewa bwana, ndio ilifanya hip hop kuanza Dar es Salaam, kwa sababu watu yani kila mara wanakwenda na kurudi hapa na wageni wa nje wanakuja. Kwa hiyo ikawa yani bila lakini kujua hii ndio hip hop au hii ndio nani, ikawa yani kuna hiyo intersection. Nikipata muda wa kuitengenezea japo hata andiko, ningefurahi sana, kwa sababu nakumbuka kabisa ni namna mavazi, maraba, jeans,
machata yale yanaandikwa kwenye majins yote, magazines hizo wanakuja nazo. Huo mchanganyo wote ndio umepelekea hip hop, na hata yale maongezi yale ya DJ ambao walikuwa wakiunga mkono moja kwa moja wakati mkifanya. Sasa unaweza kwenda kwa New Africa Hotel au ilikuwa inakuwaje? Wako kadhaa. Kwa mfano katika mashindano haya kulikuwa na DJ mmoja alikuwa anajiita DJ Jimmy something, ndio yule alikuwa Kimara, yeye mwenyewe kwanza MC. DJ Conway kama alivyomtaja, ambaye baadaye naye mwenyewe MC. Kaka mkubwa DJ Johnson Holeila, yuko mpaka leo hai, Mnyamwezi nini, yeye mwenyewe hata record alikuwa yeye anaenda sana New York. Johnson Holeila alikuwa ameleta mpaka akafungua duka la mavazi ya hip hop Kinondoni pale Muslim. Ni mpenzi mahiri wa hip hop na mtu wa karibu sana na Joe Kusaga, ambaye baadaye na watu wa rika lake ndio walikuwa yani ilikuwa ni rahisi kuipokea hip hop kwa sababu ya mapenzi yao na kwenda huko New York na kurejea na mavino yale, zile santuri, mavazi, maflana na kila kitu. Yani mnakaa mnasikiliza na kupata kidogo utamaduni moja kwa moja. Magazeti yalikuwa nauzwa. Kwa hivyo ma DJ au ni katika kadri nilivyokumbuka kwa sasa, lakini na DJ mmoja alikuwa anaitwa DJ Paul wa Vision, naye moja hata kufanya mara nyingine tunakwenda pale tunaomba kufanyia rehearsal kama kuna mashindano au tamasha. DJ Paul, Maggi, nani Usungu Young Millionaire ni DJ pia MC. Kwa hiyo yeye ilikuwa haina swali, akikuona tuna ukimuona ukimpa ishara Boni Love na saa uje. Jibu la kwanza itakuwa nitaje DJ Boni Love. Hakuna heshima wala taadhima anayopewa. Huyu hasa ndio sababu kubwa ya hip hop kuwa kama ilivyo leo, na sababu ni ile muziki wa disco ulitawala sana na mawingu. Wameanzia huko sehemu zingine wakasogea XTC kule Upanga, na walivyoanza kufika tu Motelaje huku mjini pakawa kama hapatoshi, kwa sababu mara moja watu wanaingia wanapiga mabreka, mtu anaweza akaingia akatupa mistari miwili mitatu na nini. Sasa Boni akaja akafanya makosa, akaanza kuwapa watu kinasa na kuruhusu vilingi walivyohamia New Africa. Kwa kadri ninavyokumbuka, kama wamefanya kwingine kwa ukubwa ule sikumbuki wala sijasikia, ila pale nimeshuhudia na nilivyojua kuwepo kwa hilo, mimi mwenyewe nilienda nikamuomba, kwa sababu Boni alinizidi madarasa kadhaa, Kimbwelu au Ituka, na ikawa hana yani namna, alivyonipa tu mimi ikawa ndo amevunja sheria zote, na kichaa ndo kikaa kimehamia hapa, watu wote wakajua oya, kwa sababu wakati ule mlikuwa mnafanya kwa Kiingereza sana na watu walikuwa wakifanya sana walikuwa wanatoka upande mwingine, Upanga, Oysterbay, Masaki na kwingineko Ushuani. Watoto huku Temeke mlikuwa watu wa nadra sana, kwa hiyo sana na kuvuta hisia za watu wa upande mwingine. Ndio, na pia lakini japo hawa Uswahilini nao, kwa sababu hizo zilizosema mambo ya ubaharia na wote, yani ukizaliwa Temeke, Kigamboni, wapi, wewe siku zote ni baharia mtarajiwa, na baharia mtarajiwa lazima ujue lugha zaidi ya 3. Utajifunza, utasikia tu wauni wa makaka wakubwa wanaongea. Kwa hiyo Kizungu hata kabla darasani maneno mawili matatu, ile Unyamwezi ilikuwa ni utamaduni wa kawaida. Kwa hivyo kuja hip hop ikawa tumejiongeza. Kwa hiyo ilikuwa tuogopi ile kuinuka na kuchana Kiingereza, imetuongezea tu kwamba sasa imekuwa lazima, kwa sababu inabidi uwe mshairi, uwe mahiri zaidi, ujue slang mpya na nini. Kwa hiyo muda uturuhusu sana hamasa kuona story nzuri, kwa vile muda uturuhusu sana. Hapo tunazungumzia nyuma kidogo ya miaka 90. Kulikuwa na makundi gani yalikuwepo wakati ule? Najua wewe ulikuwa na VG, Villain Gangsters. Naam. Kulikuwa na 3 Power Crew ya ambayo ni Conway Francis, Mungu amlaze pema. Alikuwepo Young Millionaire Usungu, yuko hai, Con Francis MAP. Alikuwepo Fresh XC ambaye yuko hai mpaka leo.
alikuwepo nani mwingine Jimmy Jimmy yuko Ujerumani, mko naye nyeo mtu wa Kariakoo huyo mtu wa Livingstone. Livingstone ni mji, ni mtaa maalum sana Kariakoo. Mtamleta hapa Jimmy Jimmy.